Kuna mambo matatu ya uhakika duniani: kifo, kodi na Arsenal kuanza msimu kama wamebeba injini ya FAO. Kuanzia mwezi wa 8 hadi wa 3, Arsenal wanacheza mpira wa mbinguni. Unasikia kelele za huu ni mwaka wetu kila kona. Lakini kuna kitu kimoja kinachoitwa April, mwezi ambao maua huchanua kwa wengine, lakini Arsenal maua yao ni maua saa 6. Hapa ndipo kifo cha matumaini kinapoanzia. Inashangaza, lakini imekuwa ni kama utamaduni sasa. Kwa misimu kadhaa mfululizo, kama mwaka 2022 kwa 23, alimaliza nafasi ya pili kwa alama 5 nyuma ya Manchester City. Mwaka 2023 kwa 24, alimaliza nafasi ya pili kwa alama 2 nyuma ya Manchester City, na mwaka 2024 kwa 25, alimaliza nafasi ya pili kwa alama 10 nyuma ya Liverpool. Ukifika mwezi wa 4 ni kama miguu yao inaanza kutetemeka. Kumbuka mwaka 2022 walikuwa na nafasi ya top 4 mikononi. Wakapoteza mechi 3 mfululizo dhidi ya Crystal Palace, Brighton na Southampton. Au tuseme msimu uliopita waliongoza ligi kwa 93% ya msimu mzima, lakini Aprili ikafika wakatoa sare 3 mfululizo na kupigwa na Manchester City. Ni kama vile mwezi wa 4 una allergy na Arsenal. Mwezi wa 4 ndio mwezi ambao Manchester City wanageuka kuwa roboti, wakati Arsenal wanapumua kwa tabu. Manchester City wanashinda hata wakiwa wamefumba macho. Hapo ndipo in Arteta we trust inapoanza kugeuka kuwa in Arteta we stress. Kwa sasa neno Boto na Arsenal yamekuwa kama mapacha. Imefika mahali shabiki wa Arsenal akiona kalenda inakaribia tarehe 1 ya mwezi wa 4, anaanza kusikia homa. Sio Aprili ya wajinga tena, ni Aprili ya machozi. Misimu 3 mfululizo ya kutoa matumaini makubwa kisha kuishia kuwapigia makofi wengine wakibeba ndoo. Unadhani huu mnyororo utakatika lini? Au ndio tushakubali kuwa mwezi wa 4 ni kama official public holiday ya Arsenal kupoteza ubingwa?